Wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo Alhamisi tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2026, juma la kwanza la Kwaresma. Masomo ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Esta sura ya 4 aya 17, na somo la Injili ni katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 7 aya 7 hadi ya 12. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, lakini naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa, katika sala tunapaswa kumwomba Mungu bila uoga na kujiamini. Katika tafakari yetu hii tunaalikwa kutafakari mambo yafuatayo. Katika aya ya 7 tunaonyeshwa na Bwana Yesu umuhimu wa sala ya kuomba au sala ya maombi katika maneno aliyoyasema katika aya ya 7: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Katika Injili tuliyoisikia hivi punde tunatafakarishwa juu ya mambo yafuatayo kuhusu kuomba, na tunaelekezwa kwa tafsiri ya Mtakatifu Agustino kwamba tunapaswa kuomba utimamu na nguvu ya akili ili tuweze kuomba kadiri ya mapenzi ya Mungu. Tunapopata utimamu na nguvu ya akili, tunaweza kutambua mapenzi ya Mungu na kuyatimiza, ambayo ndio lengo letu kuu la maisha yetu hapa duniani. Tunapaswa kuiga mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeomba mapenzi ya Baba yatimizwe alipokuwa katika bustani ya Getsemani saa chache kabla ya mateso yake kuanza. Tunasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 42. Mapenzi ya Mungu hupaswa kutangulia matamanio yetu daima na sio kulazimisha mambo yaende kama tunavyotaka sisi. Huu ni mwaliko wa wazi kwamba katika kuomba ni lazima tujue tunaomba nini. Tusiwe watu tunaomba kwa Mungu mambo yanayopingana na mapenzi yake, bali tuombe zaidi kuyajua mapenzi yake na kuyatimiza. Wapendwa katika Kristo, tunasisitizwa pia kuutafuta ukweli, kwani maisha yenye heri yapo katika kutenda yaliyo mema na katika kweli. Mafundisho msingi ya kanisa kuhusu jamii yanasisitiza sana kwamba kila mwanadamu anao wajibu na haki ya kujua ukweli na kuutafuta, na kila mtu anapaswa kukubali ukweli umuunde na sio yeye kuunda ukweli uwe jinsi anavyotaka yeye. Katika ulimwengu huu tunashuhudia watu wengi wakipambana dhidi ya ukweli na kupindisha ukweli jinsi watakavyo wao. Tutambue kuwa ni wajibu wetu kuutafuta, kujua na kuishi ukweli, kwani bila huo maisha yetu yatakosa dira. Kwa kutambua na kuishi ukweli, tutaishi pasavyo na tutaishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, na kwa hakika tutajua hata namna ya kumwelekea Mungu na kumuomba. Kubisha hodi, wapendwa, ni mwaliko usiokoma wa kumtafuta Mungu. Uvumilivu na hali ya kuendelea kungoja ili tufunguliwe na kuingia ndani ndicho kinachohitajika, na wala si kukata tamaa pale tunapoona tunakawia mlangoni, kwani muda utakapofika tutafunguliwa na kukaribishwa ndani. Katika hili tunakumbushwa kutokata tamaa kabisa na kusubiri majibu ya yale tunayomwomba Mungu, na hivyo
ni vema kungoja ili Mungu atende jinsi anavyoona inafaa yeye na kadiri ya mpango wake. Mara nyingi uvumilivu huu tunaoalikwa kuwa nao unaambatana na maumivu, lakini kwa upande mwingine, katika jamii zetu maumivu yamekuwa yakionekana kama uhalisia wa kiovu, huku wengine wakisahau kwamba hata Bwana Yesu alipitia maumivu makubwa kwa ajili ya ukombozi wetu uliokamilishwa kwa utukufu wa ufufuko wake. Tunaalikwa kutokwepa mateso yenye haki yanayotusogeza karibu na Mungu, ila tunahaswa kukwepa mateso ya kujitakia yanayotokana na kutenda dhambi. Yatupasa kuwa wavumilivu, watulivu na wenye saburi katika sala, na hata kama tukiwa katika haraka ya kuwahi kwenye kazi au shughuli zetu mbalimbali. Haraka hizi zisitufanye tushindwe kuongea vizuri na Mungu wetu. Tujiulize, je, tunavumilia ugumu wa kibinadamu unaotokea katika nyakati za sala na kuufanyia kazi, au tunakereka na sala kiasi cha kugairi sala na kusingizia kwamba hata Mungu anaona ugumu wa majukumu yetu? Hizo changamoto ndogo ndogo zinazotufanya tushindwe kuwa wavumilivu katika sala, tumwombe Mungu atuepushe nazo, na hivyo basi yatupasa kuomba kuwa wavumilivu katika roho ya sala. Jambo jingine, wapendwa, ni kwamba Yesu anatufundisha kwa mfano wa wazazi ambao ingawa wao ni waovu huweza kuwapa vipawa vyema watoto wao, akisisitiza kwamba Mungu aliye mkamilifu ni zaidi sana ya hao wazazi waovu wenye uwezo wa kuwapa vipawa vyema watoto wao. Mungu anayetoa vipawa vyema hutoa kwa wale ambao wanawapa wenzao vipawa vyema pia. Mtakatifu Agustino anasema kwamba ni vema kujiuliza kabla ya kumwomba Mungu, je, ni kwa kiasi gani nimekuwa msaada na mwema kwa wenzangu wanaohitaji? Ni kwa kiasi gani nimetenda kwa wenzangu kwa namna hiyo ninayomwomba Mungu anitendee? Ndiyo maana Bwana Yesu anamalizia kwa kusema kwamba yoyote mtakayomtendee na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Tunasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 12. Ujumbe wa Kwaresma mwaka huu 2026 wenye kichwa cha habari ndugu, msichoke kutenda mema, unaotoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 aya 13, ni mwaliko huru wa kila mmoja kutenda wema na kuwa mwema daima kwa wengine. Katika nyakati tunazopitia maishani, tujiulize, tunatenda wema kiasi gani kwa wenzetu, hata kama hawajaomba wenyewe tuwasaidie, lakini uhalisia wa maisha yao umesadifu kwamba wanahitaji msaada wetu? Je, waliposhindwa kutambua wanayoyafanya, tumewaelekeza kwa upendo au tumezidi kuwasifia ili tu wasikasirishwe nasi kwa kutofanana nao kimawazo, nasi tumebaki kujipendekeza kwao na hata kujipa majukumu ya uchawa? Katika hali ya kawaida, hakuna mtu ambaye anafurahia kutendewa ubaya, hata kama hauoni wakati anapotendewa. Ndiyo maana baada ya ubaya huwapo maumivu kwa mtu aliyetendewa vibaya na mwingine. Tujiulize pia, je, ni maumivu gani jamii inaweza kupata kwa kupuuzia tendo moja la wema ambalo lingeweza kusaidia jamii nzima, ambalo mara nyingi tendo hilo ni haki ya jamii husika? Hivyo basi, wapendwa, wema ni mwaliko unaojikita katika upendo na ni wito kwa kila mwanadamu. Tumwombe Mungu atusaidie kubaki katika uimara na kuwa wema, tukimtafuta katika kweli, na kuwa wavumilivu hata pale tunapodhulumiwa kwa kuwa wema, na pia tusiache hata tendo moja la wema tukifikiri kwamba halina maana, hasa pale wenzetu wanapohitaji wema wetu, kwani kwa kufanya hivyo tunaandaa sala zetu vema mbele ya Mungu. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Blas Michael Imani wa Jimbo Katoliki Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.